Dunia ina mambo mengi sana. Kila mwanadamu kuna maisha ameshawahi kupitia, iwe furaha, huzuni. Karibu kwenye The Real, tujifunze maisha kupitia simulizi. Hello Tanzania, hello East Africa, karibu sana Mwaramone Simulizi. Kipindi hewani wanakita The Real, na leo niko na mgeni wangu hapa. Tutaenda kupigia story nyingi sana kuhusiana na maisha yake. Ni vitu gani ambavyo amepitia kwenye maisha na hataweza kuvisahau kwenye maisha yake. Hadithi zote za maisha zitaenda kuharisika hapa. Langu jina naitwa Salki. Ukiniita Mr. Stallman inakuwa bomba kabisa. Bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Unyama ni mwingi sana. Unyama mzee. Kwanza kabisa mimi ningependa ujitambulishe. Wewe ni nani, unaishi wapi, na ikipendeza unafanya shughuli gani kwa wakati huu? Kwa majina naitwa Maila. Lakini jina ninaotumia kwenye kazi ni Maila TZ. Kwa sasa mimi ni msanii, lakini pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha uhasibu TIA campus ya Dar es Salaam. Ni noma sana, ni mwanachuo original kabisa. Kabla tujaenda kwenye mitkasi kabisa ya kuhusiana na muziki na mambo mengine ya maisha, basi nilikuwa natamani tupate historia fupi kuhusiana na elimu yako. Wapi ilianzia mpaka sasa hivi ulipo? Kwanza kabisa nimezaliwa Tabora, wilaya ya Kaliua. Tuseme ni mtoto wa 4 kwenye familia ya watu 9. Ukiangalia tumetoka kwenye familia za kawaida sana, familia zinazopambana. Ni hasa familia za wakulima, yani wale wakulima wa kawaida sana, tunawaita peasants, unaelewa? Of course maisha yetu ni ya kupambana sana hivyo. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo navifanya sasa hivi ni kusoma, kuhakikisha naitoa familia yangu chini mpaka naileta juu. Sasa kidogo umetupa maelezo marefu kidogo. Nilikuwa natamani yani mtu ambaye anatazama aelewe kabisa historia yako ya maisha imekaje, yani kuhusiana na elimu, yani kwa nitakutajie zile shule ambazo umepita hadi kuweza kufikia hapa. Shule ya msingi nimesoma shule moja inaitwa Imala Mpaka. Sekondari nimesoma shule 2. Yani hasa ni Urambo Day, lakini form 5 na form 6 nimesoma Nzega. Ni Tabora pia. Nzega shule fulani hivi inaitwa Burunde sekondari. Historia fulani mzee imenyoka, elimu imesimama, si ndio hivyo? Sasa unajua katika maisha ya kielimu kuna songo mbingo nyingi sana. Yani kuna changamoto nyingi sana ambazo tunapitia hadi tunafikia kwenye mafanikio, si ndio hivyo? Sasa mimi nilikuwa nataka utupitishe labda kwenye changamoto fulani ambayo ishawahi kutokea pale shuleni au katika harakati za masomo yako na haujawahi kusahau mpaka leo. Changamoto kubwa ni utoro. Hiyo ndo changamoto kubwa nilowahi kukutana nayo. Kwa kweli mimi nimewahi kuwa mtoro sana. Almost miezi 3 hivi sifiki shule, unaelewa? Miezi 3? Miezi 3. Hebu tuadisie kidogo. Hiyo miezi 3 haufiki shule? Uko nyumbani tu umekaa? Yani tunashindwa kuelewa ilikuwaje hapo. Sio kwamba niko nyumbani, hapana. Yani nyumbani wanajua kwamba mimi nafika shule nini, maana natoka nyumbani na uniform nini fresh kabisa. Lakini nikifika shule naweka begi chaka hivyo. Ni miezi 3 mtu ufiki shule. Sasa ilikuwaje mpaka leo tunakuona umefika kwenye mafanikio, na wakati ulikuwa ufiki shule ilikuwaje mpaka labda ukarudi tena shule? Ni nani ambaye aliweza kukuinspire au kitu gani ambacho kilitokea hapo? Kitu pekee kilichonirudisha shule kwanza kabisa ni muziki. Kwa sababu malengo yangu ni kutoka kwenye muziki. Ila nikakutana na bro fulani hivi nakaniambia, dogo, sasa hivi kipaji bila kuwa na elimu yani ni sawa na kitu ambacho hamna, yani ni vumbi tupu. Kwa hiyo nikatakiwa nirudi shule, na sikurudi mwenyewe. Mimi shule nimerudishwa na mama alikuja kugundua kuwa wewe haufiki shule. Yani ipo hivi,
kuna siku nimewahi kuwa mgonjwa. Sasa mama si anajua kwamba mimi nafikaga shule. Kwa hiyo yeye akajitosa kwenda kuniombea ruhusa. Baada ya kufika shule wakamwambia mimi ni mtoro nini. Kwa hiyo mama nifuata nyumbani nini na mafimbo mengi kabisa, ufiki shule nini hivyo, unaelewa. Mwisho wa siku ndo nikaanza kufika shule hapo, soma sana. Mwisho wa siku form 1, form 2 to form 4, form 5 to form 6, nao niko hapa TIA. Kongole sana kwa mama, kwa sababu bila kuweka zile jitihada naamini tusingeweza kufika. Yes. Shout out kwa mama kokote ambapo alipo, kwa sababu ni jambo jema ambalo ameweza kufanya, kijana ameweza kufika katika sehemu nzuri. Tuachane sasa na hizo habari kuhusiana na shule. Tuje sasa katika harakati za maisha. Je, katika maisha yako ni jambo gani gumu ambalo limeshawahi kukutokea, au linaweza lisiwe gumu, linaweza likawa tu la furaha, au ni kitu ambacho wewe kwa hakika kwa maisha yako uweze kukisahau? Kuna kitu kishawahi kutokea hadi ukikaa ukilala ukiamka unakikumbuka iko kitu uweze kukisahau? Jambo gumu kwenye maisha limewahi kunitokea, gumu kabisa. Kwanza kabisa ni kuwapoteza ndugu zangu wawili ambao ndo walikuwepo kama nyota kwenye familia, unaelewa. Nakumbuka mwaka 2015 na 2018 ni miaka migumu sana kwangu, kiasi ambacho nikikaaga mpaka leo bado nakumbuka sana hizo miaka. Ilikuwa ni ndugu ambao walikutangulia, ulisema ni mtoto wa 4, si ndio hivyo? Ni ambao walikuwa wamekutangulia au ambao walikuwa chini yako? Ni mabrother zangu wawili. Ilikuwaje au kilikuwa ni kifo cha ghafla, kilikuwa kifo cha siku moja, au kilikuwa ni vifo viwili tofauti? Ni vifo viwili tofauti, na ndo maana ni mmoja kafa 2015 na mwingine ni 2018. Kwa hiyo ni viwili tofauti kama unavyoona. Scenario ambayo ilikuwa imetokea ni ugonjwa au ni kitu gani hapo katikati ambacho kilikuwepo? Kwanza kabisa huyu wa kwanza yeye jino, unaelewa. Jino mwisho wa siku hivyo Mungu na akawa kamchukua. Lakini wa pili huyu ni kansa ya shingo. Kama tunavyoelewa kansa kwa hapa kwetu Bongo bado ni gumzo, unaelewa. Ukipata kansa labda wakakate kwenye hicho kiungo, sasa wakikukata shingo sisi ndo tayari. Kwa hiyo hivyo. Pole sana. Asante. Tukiachana sana habari hizo za maisha, sad story kidogo, sasa tuhamie kwenye masuala ya kipaji. Je, unajua hamna kitu kigumu kama mtu kuweza kugundua kipaji chake. Sasa ilikuwaje mpaka wewe ukagundua bwana mimi ni msanii, ninaimba? Unajua ilikuwepogo ni usiku fulani hivi. Before hapo sikuwahi kuwepogo na kipaji, sikuwahi kuwaza kwamba kuna siku nitakujaga kuweza kuimba, unaelewa. Lakini kuna siku nimekaa ghetto. Ilikuwepogo usiku form 2 hiyo nakumbuka, baada ya Nectar. Nyumba ya pili kutoka nyumbani kulikuwepogo na harusi. Sasa kuna bro fulani hivi anaitwa Mika, huyo bro. Kuna kinyimbo chake hivi alikuwepogo na anakiimba sana. Sasa mpaka leo bado ninacho kichwani. Unakikumbuka? Fresh kabisa nakumbuka. Kwa sasa hiyo siku ulienda kuimba au ilikuwaje Sasa bro Mika yule napiga tizi Mika, mimi natamani tu Mika huyo Mika ni Diamond nini. Fresh sana. Kwa anaimba Mika ndo sababu ya mimi kuanza kuimba. Kama Mika naweza hivi Mika. Kwa nini mimi nishindwe? Kuanzia hapo nikaanzaga kuandika malimixi. Nakumbuka ni remix ya Chibonge, ile Chibonge mama. Hivyo. Kwa tuseme ni mshikaji ambaye aliweza kukuinspire, ni baada ya kuona sasa jamaa anaimba na wewe ukatamani kuimba kama jamaa na kuweza kuimba. Na ulisema jamaa kuna kajimbo fulani hivi alikuwa anapenda kukaimba na unasema hadi leo unakikumbuka. So unaweza ukatupa kidogo hata jamaa sehemu ambapo alipo akiwa anatazama video hii basi aone kabisa kuna mtu nilimuinspire na leo
yuko katika hii game, yuko katika music na anafanya. Yes. Nakumbuka kuna verse ya pili, nakumbuka alipiga, mi huwa ninawaza sina, huenda ningekupa mupenzi urithike, pesa jina, nawe nikupambe mupenzi uheshimike, patina, rafiki wa mapenzi ni wewe, amina, alonipa Mungu ni wewe. Oh baby wewe, na wewe usiniache wewe, nibaki mwenyewe baby wewe, milele nibaki na wewe. For real, kwako nimezama, mapenzi ni mazoea hani, ndege kwa mutama, ili penzi limekolea. Yes, hivyo mzee. Shout out sana. Ngoma fulani hivi hisia nyingi. Mika najua sana Mika. Na jamaa sasa hivi yuko wapi, au mnawasiliana au ikoje? Jamaa sasa hivi kuna mitikasi nini, jamaa kaamua kuingia kwenye driving, unaelewa? Kwa sasa hivi mambo ya kuimba amechana. Hivyo. Ni noma sana. So baada sasa pale kuweza kuwa inspired na Mika, je, nyumbani familia ilichukuliaje ni baada kugundua sasa wewe unaimba? Walichukulia positive au walichukulia negative? Kwanza kabisa niliweke wazi. Nyumbani kwetu ni watu wa dini, unaelewa? Kama tunavyojua, kwa hiyo yani swala la mimi kwanza kuimba, kwanza wakalichukulia kama ni uhuni. Kwa hiyo wakanipiga sana vita, unaelewa? Vita mno, yani vita, uhuni nini, achana nayo au maswala nini, sana bi mkubwa, unaelewa? Uhuni utapotea, Mika huyo nini, unaelewa? Mwisho wa siku nikamuelekeza mama kwamba swala la muziki bwana sio swala la uhuni, ni kipaji, unaelewa? Yani kupitia swala hili na uwezo wa kutoka hapa nilipo nikaenda mahali pazuri.